Ni heri njema kwa wale wote ambao wamepata fursa ya kujumuika nami katika mafunzo ya siku ya asubuhi ya leo. Nimekuwa nikiwazia kwa muda, ni lini tutaweza kujumuika ili tuendeleze mahali tulipoanzia, ya kwamba nyakati zimeenda na muda umeyoyoma, na ndio maana tunahimizwa katika kitabu cha Warumi 13. Warumi 13 mstari wake ni wa 11, inasema: Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Kwa hivyo Paulo anasema anasema tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi, yamkini ni kwamba tunajaribu kuamshwa katika usingizi tulioko, kwa maana wakati huu tunapoishi ni wakati mgumu sana, na ni wakati wa mwisho, ni wakati ambao Biblia inakusudia kwamba ni wakati wa hukumu au hukumu inaendelea. Kwa hivyo tunaambiwa tuweze kuamka katika usingizi, na ndio maana leo Paulo anaposema na tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tangu tulipoanza. Kisha anaendelea akisema ya kwamba usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Na ndio maana leo nataka tujaribu jinsi tuwezavyo, ili tuweze kujua ni jinsi gani tutaamka, na ni jinsi gani tutaacha matendo ya giza, na ni jinsi gani tutachukua silaha za nuru. Ifahamike ya kwamba Yesu yu karibu kuja. Na ndio maana leo nataka tuweze kusoma tukijifafanulia zaidi ni jinsi gani Yesu atakuja, ni jinsi gani tunastahili kujitayarisha, na jinsi gani tunastahili kuepukana na dhambi na usherati wa ulimwengu na mungu wa ulimwengu huu. Na ndio maana wakati wote Yesu anatuhimiza, anatuambia katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wake wa 42. Mathayo 24 mstari wake wa 42, Yesu mwenyewe katika kinywa chake anasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Yesu anatuambia tukeshe, kwa maana hatujui ni siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Na ndio maana leo nakualika, kwa maana Yesu mwenyewe hatakuja kabla hajaleta ujumbe wake wa ukombozi. Yesu mwenyewe anadhihirisha, anasema mwisho wa ulimwengu huu utakuja tu iwapo ujumbe utahubiriwa. Hata wanafunzi wake walipomuuliza Yesu katika Mathayo 24 mstari wake wa 14, anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na mwisho huo ni huu sasa. Kwani Yesu ametuma wajumbe waende kote ulimwenguni waweze kuhubiri habari njema. Na habari hii njema imenakiliwa katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6. Ufunuo 14 mstari wa 6. Huu ndio ujumbe ambao Kristo ameweza kuwaletea wanadamu wote ulimwenguni, na ujumbe huu ndio utakaohubiriwa, na kisha mwisho utafanya nini? Mwisho utakuja. 14 mstari wa 6, Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kisha anasema mstari wa 8, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, ameanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake. Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji,
katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Yaani ujumbe huo wa malaika watatu tutakaohubiriwa katika ulimwengu wote, katika lugha, taifa, jamaa, ndipo mwisho utakapokuja. Na leo ninakukaribisha uweze kuchukua kitabu yako, kalamu na karatasi, ili tuweze kuenenda polepole tukiweza kujifunza hayo yote, na mwisho ya siku utajua kwamba Mungu atakuwa ametubariki zaidi ya vile tulivyokuwa. Nadhani ni ombi lako ili tuweze kujumuika pamoja. Lakini kabla tujaanza katika funzo hili, ujue katika chaneli hii yetu ya Prophecy Watchword tutakuwa tunajifunza katika neno la Mungu tukitumia historia na unabii ujao, tukitumia mfano ya kale, tukiweza kupambanua mambo yaliyoko sasa, kwa maana sisi tunaishi kipindi hiki ikiwa ni kipindi cha mambo ambayo mfano wake ulikuwepo zamani, na tena kipindi hiki mambo yote yanayotendeka yalishatabiriwa. Kwa hivyo Mungu anatupatia kitabu chake ili tuweze kuenenda katika kitabu hiki, ili tuweze kujua mwongozo wa jinsi gani tunavyoishi tukielekea mbinguni. Halaiti ungalijua ni wakati gani tunaishi, ungalichukua kitabu chako, Biblia yako, ili uweze kusoma na kujifahamisha zaidi kuhusu Mungu. Kwa maana Yesu mwenyewe anasema katika Biblia hii inanena kumuhusu yeye. Yohana 5. Kitabu ni cha Yohana 5. Waraka wa Yohana 5 mstari wake ni wa kitabu cha Yohana 5 mstari wake Yohana 7:17. Samahani. Yohana 17 mstari wake wa 17 unasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yaani tukishatakaswa katika neno hili ndilo kweli. Acha nikupe mfano. Ujue kwamba nyakati hizi za mwisho wapo watu wanaojitakasa kila siku katika neno hili. Nawe nataka tuwe katika sehemu ya watu hao, kwa maana Danieli anatabiri kwamba nyakati hizi za mwisho kuna wale wanaojitakasa katika kweli, na kuna wale ambao hata hawafahamu kile wanachokifanya. Jambo la kustaajabisha kwamba ulimwengu huu uko vikundi viwili tu: wanaojitakasa katika kweli, siku zote wanajiosha katika neno lake, na kuna wale ambao wanazidi kuoga katika usherati wa ulimwengu huu na dhambi yake. Natumai wewe nami utakuwa kati ya wale watakaotaka kujitakasa katika kweli ya Mungu. Na Danieli anapotabiri kuhusu vikundi hivyo viwili, anasema ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho kutakuwepo na vikundi viwili tu ambavyo vitakuwa vikifanya mambo yake. Natumai wewe utakuwa katika kikundi kipi kati ya hivi ambavyo nitaka kuvisoma hapa. Nataka usikize kwa makini zaidi. Katika kitabu ni cha Danieli. Kitabu ni cha Danieli 12 mstari wa 10. Danieli anasema hivi, nataka usikie. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Na ukumbuke ya kwamba Danieli anaambiwa hivi katika mstari wa 9, akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Kwa hivyo wakati wa mwisho huu kutakuwa na vikundi viwili. Danieli anaambiwa hapa mstari wa 10 kwamba wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu awaye yote,
bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Leo hii nataka tujaribu kukuwa na hekima hiyo ili tuweze kuelewa. Jiunge nami na pia uweze kuwakaribisha wengine ili tuweze kusoma. Hebu tuombe ili tuanze funzo la siku ya leo. Uhimidiwe mfalme Mungu mkuu, tunakukaribisha katika funzo la leo. Hebu jidhihirishe kwetu katika neno lako na malaika wako wawe kiongozi wetu tunapojumuika katika neno hili kuanzia mwanzo hadi tamati, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Na somo la siku ya leo linasema mtukufu wa mbinguni katika machozi. Mtukufu wa mbinguni katika machozi. Wengine wanaweza penda kutafsiri katika Kiingereza. Niliwazia fungu hilo na kichwa chake nikasema hili linastahili, mtukufu wa mbinguni katika machozi. Kwa Kiingereza ni kusema the majesty of heaven in tears. The majesty of heaven in tears. Mtukufu wa mbinguni katika machozi. Na fungu ambalo tutaanza nalo ni kitabu cha Luka 19. Kitabu ni cha Luka 19. Kitabu cha Luka 19. Mstari wake tutaanza wa 42, 43, 44. Luka 19. Luka 19 inasema Luka 19 mstari wake ni 42. Inasema, akasema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. 43. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako, ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Katika tamko hili ambalo nalisikia hili linatoka katika kinywa cha Yesu mwenyewe, na katika kipindi hiki anazungumza akiashiria wana wa Israeli, Wayahudi waliokuwa katika mji Yerusalemu. Anapotamka neno hili, ulikuwa ni wakati wa sherehe ya Pasaka katika sehemu hile, na mji wa Yerusalemu ulikuwa ni mji wa kipekee, kwa maana ulikuwa wa kifahari na ulikuwa mzuri wa kuvutia kwa macho, kwa maana majumba yake yalikuwa ni mema na kulikuwa na mandhari mazuri sehemu hile. Kwa maana katika mji huo au sehemu hiyo mwaka huo hakukuwepo na mji mzuri wa kutamanika zaidi kuliko mji wa Yerusalemu. Na katika kiburi chao walikuwa wote wameshaamini ya kwamba hakuna mji mzuri kuliko Yerusalemu, na tena walikuwa wameamini ya kwamba yote yanayotendeka katika mji huo yalikuwa ni baraka. Lakini Yesu, wakati watu wanapoimba na kufurahia katika mji ule, Yesu alikuwa na mawazo tofauti, kwani alikuwa ameona maangamizi ya Israeli baadaye, kwa maana alikuwa ameshaona jinsi walivyomuasi Mungu na kukataa neema yake na maangamizi yaliyokuwa yanakuja kuwapata baadaye. Watu wanapoendelea na sherehe zao, ilikuwa ni kusudi la Kristo kuweza kuwahimiza hawa watu ya kwamba ijapokuwa na furahia leo, wajue maisha ya amani hayatadumu milele iwapo tu watazidi kufuata maagizo ya Mungu. Lakini katika historia inanakili ya kwamba Wayahudi wa enzi ile waliweza kumwasi Mungu, na watu jinsi walivyozidi kukua katika imani, wakazidi wakawa na kiburi, na hata mji ule ulikuwa mwema. Hata mtoto yoyote Myahudi aliyokuwa na nafasi ya kuenda katika mji huo alikuwa anasalia na kumbukumbu ya jinsi mji huo ulivyo. Ni kama sasa jinsi tunavyoishi ulimwengu huu, kunayo sehemu ambayo wanadamu wanaona ni sehemu nzuri sana, wanatamani kufika pale. Utasikia mtu anasema, iwapo nitafanikiwa katika maisha haya, nitatamani kufika mji A au mji B. Kumbuka hili ya kuwa hata maisha tunayoishi sasa, miji mikuu ulimwenguni
ipo na mandhari ambayo walimwengu hawatarajii iwapo kuna siku moja yatakuja kubadilika na ulimwengu utakuja kuangamia na kusambaratika hata kwa siku moja. Takwimu hutolewa kila siku ya miji iliyo bora. Mtu atakwambia Dubai na mandhari yake na majengo makubwa na dhahabu na vitu vyote na teknolojia ni mji mzuri kuliko miji yoyote. Wengine watakwambia Sydney, Australia. Wengine watajivunia miji yao, Nairobi, Johannesburg, wakiamini ya kwamba miji hii ni mizuri, na wanadamu katika kiburi chao cha kutazamia miji mizuri na kuona bidii walioifanya wanakuwa na kiburi. Lakini wakati huo hakukuwepo na mji mwema kuliko Yerusalemu. Hata Zaburi, katika kitabu cha Zaburi 48, unaposoma kitabu cha Zaburi 48, Zaburi 48, samahani, Zaburi 48, Zaburi 48, Zaburi 48 mstari wa 2. Zaburi anasema hivi, nataka usikie. Kuinuka kwake. Sasa Mungu hapa anaongelea kuhusu mji wa Yerusalemu. Acha tuanzie 40 wa kwanza. Anasema Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Mstari wa 2 unasema kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Mlima Zayuni pande za kaskazini, mji wa mfalme mkuu. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Yaani wakati huu Zaburi anapoongea katika Zaburi 48 mstari wa 2, anatoa sifa ya jinsi mji wa Yerusalemu ulivyokuwa. Na katika hayo yote wana wa Israeli walikuwa wamejipiga kifua, wakiamini ya kwamba hakuna kitu kitakachotokea ili kuweza kufanya mji huo usirembeke zaidi. Lakini Kristo alipouona mji huo, hata katika neema yake na maneno yake, unaporudi katika Zaburi, unaporudi katika Luka 19 tunapoanzia mstari wa 41, 19 mstari wake wa 41, Luka 19 mstari wake wa 41, kuna jambo ambalo Kristo alianza nalo. 41 Yesu anasema, 41 anasema alipofika karibu aliuona mji. Alipofika karibu aliuona mji akaulilia. Kwa hivyo Yesu anapofika katika mji huo aliuangalia hivi kwa macho yake akaulilia. Sasa hapa ndipo palipo na tofauti ya jinsi wanadamu walivyotazamia maisha wanayoishi na jinsi Kristo alivyoona maangamizi yao baadaye. Kwa maana Yesu alipoangalia mji wa Yerusalemu akautazama vizuri katika macho ya undani, yeye alikuwa anayaona tofauti na jinsi wao walivyokuwa wanayaona. Kwa maana ulimwengu huu wa sasa wanadamu wanaangalia jinsi walivyo, wakiangalia jinsi wanavyozidi kuimarika na kujenga katika teknolojia na majumba makubwa na kuimarika, na hawaoni iwapo kuna wakati ambapo ulimwengu huu utasambaratika na kuharibika wote. Lakini katika hayo wanadamu wamezidi kudumu katika dhambi. Hata ukiwaambia kurejea kwa Yesu na kuangamia katika ulimwengu huu, inakuwa ni hadithi ambayo haiko katika mawazo yao. Leo mtu atasema that one does not make sense. Ni vipi ulimwengu huu utakuja kuangamia? Hawaoni hilo. Lakini wanadamu wamezidi kudumu katika dhambi. Nitajaribu kusoma katika kitabu hiki kinachoitwa Pambano Kuu, ambao umeliona Pambano Kuu. Katika kitabu hiki nitafungua katika ukurasa wa kwanza ili niweze kusoma pamoja nawe. Ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa kwanza. Nataka tutakuwa tunasoma baadhi ya maneno yaliyotokea katika wakati ule Yesu alipokuwa katika mji wa Yerusalemu. Na ikumbukwe ya kwamba wakati huo Yesu alipoangalia ulimwengu huu aliona mambo ambayo wengi wao hawakukuwa wameyatazamia kamwe. Tusome katika ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa kwanza, ukurasa wa kwanza. Inasema, jaribu kukusudia ili leo tutaka tujifunze kwa nini Yesu alilia. Wengi wanaweza tazamia waseme Yesu alilia kwa sababu
ya mambo ambayo yalikuwa yanakusudiwa kumpata. Japokuwa Yesu katika sehemu hiyo alipoingia katika Yerusalemu, ndiyo katika fikira zake alikuwa ameshaona ni kipi kitakachomtendekea baadaye. Kwa maana sehemu aliyokuwa amesimama hapo kulikuwepo na lango la kondoo, ambapo yeye kulingana na Isaya 57 anakusudia kwamba Kristo ambaye 53, Isaya 53 mstari wa 7 inasema Kristo alikusudia atakapoletwa kama kondoo wa kuchinjwa. Wengine watasema uzito wa dhambi ya wanadamu ilimfanya Kristo aweze kutaabika, lakini leo itafahamika ya kwamba kile kilichomfanya Kristo aliye ndicho leo tunataka tujifunze leo, na utafahamu mwisho wa video hii ya kwamba jinsi Kristo alivyoona katika mji wa Yerusalemu ndivyo alivyoona sisi tunapoishi nyakati hizi. Kwa hivyo machozi hayo yalitoka kwa ajili ya hao na kwa ajili yetu sisi tunaoishi nyakati hizi. Inasema, nataka usikie katika kitabu cha Pambano Kuu sehemu ya ukurasa wa 2, inasema historia ya zaidi ya miaka 1000 ya upendeleo maalum na ulinzi wa Mungu ilifunuliwa kwa watu wateule, na ilikuwa wazi machoni pa Yesu. Kulikuwa na mlima Moria, mahali ambapo mtoto wa ahadi, kafara asiye na ubishi, alifungwa kwenye madhabahu, ishara ya sadaka ya mwana wa Mungu. Pale agano la baraka dhidi ya utukufu wa Masihi ilikuwa imethibitishwa kwa baba wa imani. Mwanzo 22 mstari wa 9 alafu 16-18. Kisha nasema pale moto wa kafara ulipaa mbinguni kutoka kwenye sakafu ya Onani ya kupulia ugeuzi. Aligeuza upanga wa malaika mwangamizaji. Hayo ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza 21. Ilikamilisha ishara ya kafara ya Mwokozi na upatanisho kwa ajili ya wenye dhambi. Yerusalemu ilikuwa imetukuzwa na Mungu juu ya dunia. Bwana alikuwa ameichagua Sayuni, alikuwa ameitamani akae ndani yake. Pale kwa muda wa vizazi vingi manabii watakatifu walikuwa wakitamka ujumbe wa maonyo. Pale makuhani walikuwa wakifukiza vietezo vyao na wingu la uvumba pamoja na maombi ya waabuduo yalikuwa yakipanda mbele za Mungu. Pale daima damu za kondoo na kuchinjwa zilikuwa zikitolewa zikilenga kwa mwana kondoo wa Mungu. Pale Yehova alikuwa amedhihirisha uwepo wake katika wingu la utukufu juu ya kiti cha enzi. Pale ulisimamishwa mnara wa ajabu uliounganisha mbingu na nchi. Mwanzo 28:12, Yohana 1:51. Ngazi hiyo ambayo malaika wa Mungu alishuka na kupanda na iliyofungua kwa ulimwengu njia kuingia katika utakatifu wote. Israeli kama lingetunza utii wake wa mbingu, Yerusalemu ingedumu milele, maana ni mteule wa Mungu. Yaani katika Yesu alipoangalia Yerusalemu, kumbukumbu ya neema ya Mungu ya jinsi alivyokuwa nao katika mji uje Yerusalemu ulikuwa umekuja machoni pake, na Yesu akashangaa. Inakuwaje katika sehemu hii mambo haya yote matukufu yanayotoka kwa Mungu yaliyoashiria kifo chake na za ukombozi na yaliyotoa utukufu wa neema kwa wana wa Israeli walikosa kufahamu na kuyaweka katika maanani na kufuata na kuweza kumjua Kristo? Leo hii wameweza kuyapuuza na kuchukua njia iliyo yao. Na Kristo alipotazama hayo akaona maangamizi na jinsi dhambi itakuja kuangamiza maelfu ya watu. Hata unaposoma hapa katika tunapoendelea nasema Kristo alianza kuyaona mambo ambayo wao hawakuweza kuona kwa macho ya kibinadamu, na aliweza kuwahurumia kwani yalikuwa yanamtatiza. Unaposoma hapa inasema Yesu alianza kuona maangamizi ya jinsi wanadamu hao waliweza kutupilia neema yake mbali. Kristo alipokuja ulimwenguni alikuja kuwapa wanadamu ukombozi. Unaposoma
kwa sababu yeye mwenyewe alipofika katika ulimwengu huu aliweza kudhihirisha kazi yake. Unaposoma katika kitabu hiki cha Luka mstari wa 4, Luka mstari wa 4 18, Luka mstari wa 4:18, Yesu katika kumbukumbu ya neema kwa Israeli aliweza kukumbuka mambo mema aliyoyatendea mpaka machozi yakamtoka. Inasema Luka 4:18, samahani. Luka 4:18 anasema alipofika ulimwenguni akadhihirisha kazi yake. Akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hapa Yesu akadhihirisha kwa hakika kwa Wanaisraeli wote kazi iliyomleta. Hapa Yesu anasema, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri habari maskini njema. Kuwahubiri maskini habari njema. Hapa Yesu anadhihirisha tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wake 38. Unaposoma vizuri 38, kazi ya Kristo inadhihirishwa hapo. 38 inasema habari ya Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Katika ushahidi wa Matendo ya Mitume wanatoa habari ya Yesu ya jinsi alivyokuja ulimwenguni, na katika kutiwa mafuta kwa Roho na kwa nguvu akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Kwa hivyo makumbukumbu hii yote ambayo Kristo alikuwa akiwatendea wanadamu ikaja katika mawazo yake, na akashangaa, ni vipi kazi yote niliyoitenda hii wanadamu hawa hawakusadiki katika mioyo yao ya kwamba mimi nimekutenda kazi njema, na alijaribu kuwavuta. Unaposoma katika kitabu hicho cha Isaya 51, Kristo aliwazia sana, akashangaa, ni vipi katika kazi yote niliyoifanya haijatokea kile ambacho alitarajia. Unaposoma katika kitabu cha Isaya 5, Yesu alisimama akajiuliza swali, akiashiria Israeli kuwa kama shamba. Israeli, anachukua mfano wa Israeli kama shamba. Israeli kama shamba. Isaya 5 mstari wake ni wa 1 hadi wa 4 anasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, mstari wa 4 sasa, Yesu anajiuliza, mstari wa 4, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, Yesu anauliza, nilipotumaini kuwa litazaa zabibu, mbona linazaa zabibu mwitu? Juhudi za mbingu kujaribu kuwashawishi wanadamu wakati wa Yerusalemu ilikuwa na kazi nyingi. Kristo akakumbuka ya kwamba katika mji wa Yerusalemu, pale katika mji wa Yerusalemu ilidhihirisha ukombozi na kafara yake itakayotolewa na Mungu
katika habari ya Ibrahimu baba wetu wa imani katika mlima Moria. Anakumbuka hiyo ilifanyika pale pale Yerusalemu, na ikawa ni hakikisho kwa Wanaisraeli ya kwamba ukombozi umetolewa kupitia kafara ya Kristo, na wakazidi kufanya hiyo kwa sababu ya kuamini kafara hiyo imetolewa na Yesu. Na wakati huo ilikuwa ya kwamba Yesu atakapokuja kafara itadhihirika kwa uwazi, na hilo lilikuwa sawa. Yesu anakumbuka katika Mambo ya Nyakati moja, katika pale sehemu ya shamba la Onani, akatolewa malaika aliyetoa kafara kwa ajili ya kuponya maangamizi ya Waisraeli. Pale Daudi alipoleta kafara na malaika huyo akasitisha kifo na taabu, ilikuwa inaashiria Kristo. Na tena pale pale manabii wakahubiri, wakatia bidii. Yesu akawa kila wakati, kila asubuhi. Unaposoma katika Mambo ya Nyakati wa pili mstari wake wa 36, Yesu anakumbuka Mambo ya Nyakati 2, Mambo ya Nyakati 2:36. Hebu sikia hii Mambo ya Nyakati 2:36, jinsi neema ya Mungu haikuweza kukoma kwa wana wa Israeli. Mambo ya Nyakati 36 mstari wake ni wa 16. Hebu sikia Mambo ya Nyakati wa pili 16, anasema jinsi walivyowatenda, si ndio? Inasema hata tuanzia 15, jinsi bidii ya Mungu kujaribu kuwashawishi Wanaisraeli. Inasema naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Hebu sikia, yani Mungu alikuwa anafanya juhudi zake kila siku, anawaamsha wajumbe wake, anawatuma Israeli. Enendeni Israeli, muwaonye, muwafunze, muwaelekeze, muwape maonyo, muwape mafunzo, muwahubirie, muweke katika njia njema. Lakini mstari wa 16 inasema, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kudharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kupona. Bidii ya Mungu ya kuwatumia manabii wajumbe ilizidi kudhihakiwa, na ndio maana Yesu mwenyewe hata akawa amerudia anaposema, alipokuja ulimwenguni, katika maneno yake mwenyewe. Kristo anasema katika maneno yake mwenyewe, unaposoma katika kitabu cha Luka 11:28, Yesu mwenyewe alipokuja ulimwenguni akawaita njooni. Anajaribu kuwahubiria, kuwapa hekima hiyo iliyoko, lakini wanadamu wale walikataa. Hebu chukua nafasi hii tunayoishi sisi, tulio na fursa ya kupata ujumbe tuliopata ujumbe huu. Tuko na ujumbe unaotoka katika Agano la Kale, Agano Jipya. Tuko na Biblia, tuko na wahubiri, tuko na makanisa. Mungu ameruhusu ujumbe kila mahali kunahubiriwa, katika kanisani, magarini, njiani, pembe kuu, kunahubiriwa kila mahali. Kristo anajaribu kutushawishi, anatuonyesha hizi hata katika unabii inaoashiria kurejea kwake, lakini wanadamu wanazidi kumwasi Mungu jinsi walivyozidi kumwasi Mungu wakati wa Yerusalemu. Swali ni lipi litakalofanyika iwapo wanadamu watakosa kufuata maagizo ya Mungu? Na unapoendelea kusoma katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, kuna sehemu ya neno ambalo tunaambiwa baada ya wanadamu kukosa kumfahamu kile kilichofanyika, leo hii kuna jambo lilifanyika. Kando na hiyo, sio Yesu tu aliyeulilia mji ule, bali tunapewa katika kitabu cha Yeremia 9. Yeremia anasema alitamani macho yake yawe chemichemi ya kutoa machozi. Unaposoma Yeremia 9 mstari wa kwanza 13 na tutasoma 17. Katika tamko hili pia anasema hapa, tasoma katika Pambano Kuu, inasema akitazama mbele katika vizazi vingi, aliona watu wa agano wakiwa wametawanyika katika nchi, kama mavunjiko
ya meli iliyotekelezwa pwani. Katika adhabu ya muda iliyokuwa karibu kuanguka watoto wake, aliona kundi la kwanza kutoka kwenye kikombe hicho cha ghadhabu ambacho katika hukumu ya mwisho ni lazima wanywe makapi yake. Huruma za Mungu, upendo mkuu ulionekana katika usemi wa maneno ya maombolezo. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotuma kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini haukutaka. Ewe taifa lililopendelewa kuzidi mataifa mengine yote, laiti ungejua wakati wa kujiliwa kwako na mambo yapasayo amani yako. Ungejua wakati wa kujiliwa kwako na manabii na mambo yapasayo amani yako. Nimemzuia malaika wa haki, nimewaita mpate kutubu bila mafanikio. Sio watumishi, wajumbe na manabii tu uliowakataa na kuwapuuza, lakini ulimkataa Mtakatifu wa Israeli, mkombozi wako. Wakati utakapoangamizwa, wewe mwenyewe ndiwe utakayewajibika, wala hamtaki kujua kwangu mpate kuwa na uzima. Mathayo 23 mstari wake wa 37. Yesu anasema ni jinsi nilivyojaribu kuwakusanya kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake. Lakini mwishowe anasema katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 40 ya kuwa, acha tujaribu kusoma Yohana 5 mstari wa 40. Yohana 5 mstari wa 40. Yohana 5 mstari wa 40. Yohana 5 mstari wa 40 anasema, 5 mstari wa 40 anasema, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Watu wamekataa kuja kwake kuwa na uzima. Leo hii Kristo anawalilia wanadamu, kwa maana kile ambacho kitakuja kuwapata wanadamu kitakuwa cha ajabu sana. Danieli anathibitisha kwamba vita ambavyo vitakuwepo ulimwenguni vitakuwa havijawahi kuwepo tangu ulimwengu uwepo. Na Kristo ametuma wajumbe wake kote ulimwenguni katika lugha, taifa na jamaa waweze kuhubiri habari njema. Leo Kristo anasema ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo leo tunahimizwa tuje karibu na utukufu wa Yesu. Kwa maana Yesu anatazamia kwamba watu wote wataweza kupatia toba ili waweze kuishi vyema. Kile kilichowapata Waisraeli nyakati kile ndicho kitakachotupata sisi. Kwa maana baada ya watu kumkataa Kristo na kukataa neema ya Mungu na kuwa vichwa ngumu na kudhihaki wajumbe wa Yesu pamoja na Kristo mwenyewe, miaka 40 baadaye, historia inanakili kwamba kile kilichotendeka katika ulimwengu, kilichotendeka katika Israeli, imebakia katika kumbukumbu ya ulimwengu hapa na hata katika vitabu vya mbinguni. Na kile ambacho kilitendeka ni mfano au ni kivuli ya mambo yatakayofanyika. Kwa maana jinsi wanadamu walivyoacha Mungu, naye Mungu akawaacha na wakaingia katika mikono ya mwovu. Na tangia zamani imekuwepo kwamba wanadamu wakianza kubishana na kuata uasi dhidi ya Mungu, Mungu huondoka na kumwacha shetani adhihirishe kazi yake juu ya wanadamu. Na leo hii nakwambia kwamba kile kilichotendeka katika wakati huo ndicho kilichotabiriwa, ya kwamba uovu ulizidi kukithiri mioyoni mwa wanadamu na wakatenda jinsi walivyotaka, wakiongozwa na kiburi na mapepo, na shetani akapata kudhihirika kwake. Hata katika kitabu hiki cha Pambano Kuu tunaambiwa ya kwamba napotafuta kile kilichotendeka, nasema uvumilivu wa Mungu wa muda mrefu wa Yerusalemu uliwaimarisha tu Wayahudi katika ukaidi wa kutokutubu. Kutokana na chuki yao na ukatili wao kwa wanafunzi wa Yesu, walikataa rehema ya mwisho iliyotolewa. Kisha niendelea kusema, ndipo Mungu aliondoa ulinzi wake kwao na kuondoa nguvu zake kumzuia shetani na malaika zake, na taifa likaachwa katika mamlaka ya kiongozi aliyekuwa limemchagua. Watoto wake walikuwa wamekataa kwa dharau neema ya Kristo ambayo ingewawezesha kutiisha msukumo wa mvuto wa mwovu, na
na kwa hiyo sasa hawa wangekuwa washindaji. Shetani alichochea tamaa mbaya kabisa na ya hali ya juu mno ya moyo. Watu hawakuweza kufikiri, hawakuwa na ufahamu kabisa, walitawaliwa na msisimko na upofu wa ghadhabu. Walikuwa mashetani katika ukatili wao. Pote katika familia na taifa, miongoni mwa watu wa tabaka la juu na tabaka la chini kabisa, kulikuwa na tuhuma, wivu, chuki, migogoro na uasi na mauaji. Hapakuwa na usalama kila mahali. Marafiki na ndugu walisalitiana, wazazi waliwaua watoto wao na watoto waliwaua wazazi wao. Watawala wa watu hawakuwa na uwezo wa kujitawala wao wenyewe. Tazama, na tamaa zisizotawalika ziliwafanya kuwa wadhalimu. Wayahudi walikuwa wamekubali ushahidi wa uongo kumhukumu mwana wa Mungu asiye na hatia. Sasa mashtaka ya uongo yaliwafanya maisha yao yenyewe kuwa yasiyoaminika. Kwa muda mrefu, kwa njia ya matendo yao, walikuwa wakiendelea kusema, mkomesheni mtukufu wa Israeli mbele yetu. Sasa matakwa yao yaliridhiwa. Kumcha Mungu hakukuwasumbua tena. Shetani ndiye aliyekuwa kichwa cha taifa, na mamlaka za juu kabisa za kiraia na dini zilikuwa chini ya utawala wake. Jinsi ilivyokuwa wakati wa Yerusalemu, ndivyo wakati huu utakavyokuwa. Nasema baada ya uvumilivu wa Mungu wa muda mrefu, Mungu aliondoa mkono wake wa ulinzi kwao na kuondoa nguvu zake za kumzuia shetani na mamlaka zake, na taifa likawa katika mamlaka ya kiongozi iliyemchagua. Leo hii katika ulimwengu huu, wanadamu baada ya kumkataa Mungu, Mungu amezidi kuondoa mkono wake wa nguvu wa rehema katika kumzuia muovu. Lakini sasa muovu amedhihirisha zaidi, na ndivyo uovu kwa kila mahali. Kila siku ni kifo ya kila aina. Wanadamu wanachinjana wenyewe kwa wenyewe, na Paulo akadhibitisha hili unaposoma katika kitabu cha Timotheo wa 3. Hebu nikwambie taswira ya wanadamu jinsi ilivyo sasa. Hii ni kwa sababu tu wamemkataa na kumuasi Mungu wao, na hivi ndivyo Paulo alivyosema, na mimi na wewe ni shahidi, na hili tunalisadiki kwa maana lipo jinsi Paulo alivyosema katika kitabu cha Timotheo wa pili mstari wake ni wa 3. Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza nasema, lakini fahamini neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sasa hatusemi siku za mwisho, tunasema siku hizi. Fahamuni neno hili ya kuwa siku hizi. Sasa tuseme siku za mwisho. Tunasema siku hizi ni nyakati za hatari. Kwa nini? Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Dhihirisho sahihi. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi. Sasa mstari wa 3 unaanza na jinsi tunavyoona katika ulimwengu huu wa sasa, sana sana hapa Kenya. Inasema wasiopenda wa kwao. Leo hii imedhihirisha ya kwamba wanadamu wanauana wenyewe. Uovu umezunguka katika jamii na familia. Leo hii baba atamuua mke wake, baba atamuua mtoto, mke atamuua mumewe, kisha mume atamuua mkewe au watoto wake. Leo imekuwa watu hawapendi wa kwao. Leo hii uzinzi ulio kati ya familia na usherati ulioko ni wa ajabu sana. Baba na mtoto, mke na mke wa ndugu yake, na zaidi hawapendi wa kwao. Inaendelea kuzidi ikisema wasiotaka kufanya suluhu. Leo hii
vifo vya ukatili vinafanyika kwa sababu wengi hawapendi kufanya nini? Suluhu. Ijapokuwa wamepatikana katika makosa yaliyo ya ajabu, Mungu anataka kuwepo na suluhu. Je, tutawachaje jinsi mambo haya? Na wanadamu wamekataa suluhu. Ndio maana leo kumekithiri kuwepo na mauaji, kwa maana mtu amepatikana amefanya uzinzi, anauawa na mwenzake. Kwa sababu gani? Hataki kukaa chini na kupata suluhu. Wengine hawataki kusikia, ijapokuwa wamesikia kwa majirani, na wengine wanayatenda kulingana na hasira walio nayo. Leo tunaambiwa ya kwamba hivi ndivyo nyakati tunazoishi ni za hatari. Mstari wa 4 inaendelea kusema, wasingiziaji wasiojizuia. Leo hii wanadamu wanafanya mambo ya ajabu. Hebu sikia. Leo hii mtu anamchinja mwenzake, anaweka kwenye pipa la maji au kwenye sanduku. Anafanya jambo anajua hilo ni ovu, linalostahili jela au ni kifo. Kwa Mwenyezi Mungu ni dhambi. Unamuua mwanadamu mwenzako kwa kumkatakata. Paulo anasema wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Na hao Mungu anasema tujiepushe nao. Katika hayo yote ni jinsi shetani anavyoongoza wanadamu baada ya Mungu kuondoa mkono wake wa nguvu kwa uvumilivu. Leo hii mimi na wewe tuna changamoto kama hiyo. Je, tunafanya nini dhidi ya neema ambayo Mungu ametuwekea sisi tunaoishi wakati huu? Je, tunajumuika kuiendeleza serikali ya yule mwovu, au tunazidi kumtukuza Mungu kwa yale tuyatendayo? Kwa maana Mungu anasema ijapokuwa watu wanayatenda yale aliyotenda, Yesu anasema anatuita njoo. Unaposoma katika kitabu cha Luka, kitabu cha Mathayo 20, kitabu cha Luka, tuna katika kitabu cha Luka, Yesu anatuita, anatuambia vipi? Kitabu ni cha Luka, kitabu cha Luka, kitabu cha Mathayo 11:28, samahani, kitabu cha Luka cha Mathayo 11:28, Yesu anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hivyo Yesu anatupatia wito ambao utakuwa ndio njia ya ukombozi wetu. Na Yesu anakusudia kwamba watu wote waweze kupata ile kweli waliokuwa nayo ambayo itaweza kuokoa. Na ndivyo shetani anapozidi kuwachochea wanadamu. Yesu anasema hivi katika kitabu hiki, bado inasema hatuwezi kujua kiasi tunachowiwa na Kristo kwa ajili ya amani na ulinzi tunaofurahia. Ni uwezo wa Mungu uzuiao ndio unaomzuia mwanadamu kuwa chini ya mamlaka kamili ya shetani. Kutotii na kukosa shukrani vina sababu kubwa kwa ajili ya shukrani kwa rehema na uvumilivu wa Mungu katika kuzuia ukatili na mamlaka yenye nia mbaya ya mwovu. Lakini watu wanapovuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu, kizuizi hicho kinaondolewa. Mungu hawezi kusimama mbele ya mkosaji kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya uasi, bali huacha wakataaji wa rehema zake wao wenyewe wavune kile ambacho walikuwa wakipanda. Kila mwale wa nuru uliokataliwa, kila onyo lililodharauliwa au kupuuzwa, kila tamaa iliyoendekezwa, kila uharifu wa sheria ya Mungu ni mbegu iliyopandwa ambayo itatoa matunda yake daima. Roho wa Mungu anapopingwa daima,
hatimaye anaondolewa kutoka kwa mwenye dhambi, na kisha hapo hakuachwi nguvu yoyote ya kudhibiti tamaa mbaya ya roho, na panakuwa hakuna ulinzi wowote dhidi ya uovu na uadui wa shetani. Umeona jinsi ilivyo? Kwa hivyo tunaelezwa hapa ya kwamba hatuwezi kujua kiasi tunachowiwa na Kristo kwa ajili ya amani na ulinzi tunaofurahia. Ni uwezo wa Mungu uzuiao, unaozuia mwanadamu kuwa chini ya mamlaka ya shetani. Kwa hivyo jinsi tunavyozidi kuishi na kujidhihirisha pamoja na Mungu, tunapaswa kuchukulia rehema na nehema zake na uvumilivu wake kuwa ndio baraka yetu. Tunaambiwa hapa tena tunapokuja katika tamati yake, hebu watu wajihadhari sana wasije wakapuuza fundisho lililoelezwa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyoonya wanafunzi wake kuhusu maangamizi ya Yerusalemu, akiwapa ishara kukaribia kwa maangamizo ili waweze kutoroka kutoka kuokoa maisha yao. Ndivyo pia alivyouonya ulimwengu kuhusu maangamizi ya siku ya mwisho, na amewapatia dalili za kukaribia kwake, ili wote watakaopenda waweze kuikimbia ghadhabu inayokuja. Yesu anasema kutakuwa na ishara katika jua, mwezi, nyota na hata katika dhiki. Wale watakaoziona dalili hizi za kuja kwake wanapaswa kujua kwamba yuko karibu mlangoni. Mathayo 24:33 inasema, kesheni basi, ni maneno yake ya onyo, wale watakaozingatia onyo wataachwa, wale watakaozingatia onyo hawataachwa gizani, kiasi kwamba siku ile iwapate ghafla pasipo kufahamu. Lakini wale ambao hawatakesha, siku ya Bwana itakuja kwao kama mwivi ajavyo. Kisha mwisho tunaambiwa sasa ulimwengu hauko tayari kutambua na kuzingatia ujumbe wa wakati huu kuliko Wayahudi walipopokea onyo la Mwokozi kuhusiana na Yerusalemu. Njoo wakati sasa, inawezekana siku ya Mungu itakuja pasipo kufahamika kwa wasiomcha Mungu, wakati maisha yanaendelea katika mzunguko wake wa kawaida, wakati watu wanazama kabisa katika anasa, katika shughuli, katika biashara, katika kuchuma fedha, wakati viongozi wa dini wanaposifu na kutukuza maendeleo na elimu ya ulimwengu, na watu kutulizwa katika amani na usalama bandia. Ndipo kama mwizi anavyoiba usiku wa manane katika nyumba isiyolindwa, ndivyo pia maangamizi yatakavyowajia ghafla wazembe na wasiomcha Mungu, nao hawataokoka. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake ni wa 3. Watu wa Mungu, nimekusudia leo tuweze kujifunza hayo yote, na uweze kusoma na wengine, uweze kuzidi kusoma, na tutazidi kuwapatia mafunzo zaidi kadri Mungu atakavyozidi kutuongoza. Nimefikia kikomo cha siku ya leo, na Mungu aweze kuwabariki zaidi na aweze kuwajalia mema. Mungu awabariki.